Kwa majina naitwa Amos Lusasu Ngeleja na ni mtiania katika nafasi ya ubunge katika jimbo hili la Ushetu. Na kimsingi mimi pia ni katibu wa jimbo hili la Ushetu, lakini kutokana na hali halisi na jinsi jimbo linavyoendeshwa na kiongozi aliyepo madarakani sasa, nikiamini mbunge aliyeko madarakani, basi nimeamua kutia nia ili chama changu kiniamini ili niweze kupeperusha bendera, hatimaye mwaka huu niweze kuwakilisha wananchi wa Ushetu. Na zipo sababu ambazo zimenipelekea mimi kuamua kugombea nafasi ya ubunge. Na sababu hizo ni kama ifuatavyo. Moja, jimbo hili limekuwa na changamoto kubwa sana, hususan kwenye upande wa huduma za afya. Huduma za afya imekuwa changamoto ambayo mtu ukienda kutibiwa katika hospitali zetu za serikali hizi, ni lazima mwananchi analazimika kutozwa pesa shilingi 5,000. Wanasema kwamba ni pesa ya kumuona daktari. Sasa hili limefanya wananchi wengi kuwa wanapoteza maisha wakiwa kwenye vituo vya afya. Kutokana na hali hiyo sasa, ikanilazimisha mimi kama mpambanaji na mimi kama mtaka haki, nikaamua kwamba ni vema nichukue fomu, chama changu kiniamini ili niweze kuwakilisha wananchi wa Ushetu. Lakini jambo la pili ambalo nimefanya kwamba mimi nichukue fomu ya kugombea ubunge katika jimbo hili ni kutokana na hali ngumu ya maisha ya wananchi wa Ushetu. Wananchi wa Ushetu ni wakulima, walio wengi ni wakulima wa tumbaku. Lakini kumekuwa na changamoto nyingi katika masoko ya tumbaku. Na ukiangalia mkulima amekuwa akiwa na tozo nyingi sana kwenye zao hilo. Lakini pia hakuna mtu anayewatetea wakulima. Kwa hiyo mkulima amekuwa ni sawa na kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji, mfugaji wake hawezi akamletea chakula, ni mpaka ajitafutie chakula. Kwa hiyo wakulima wamekuwa wakinyanyasika na hatimaye wakulima wameshindwa kuendelea. Lakini ukiangalia hili jimbo ina rasilimali nyingi, lakini bado wakulima hao wa tumbaku wamekuwa wakilazimishwa kwenda kuuzia tumbaku yao katika masoko ambayo ni ya mjini, wakati wana magala yao ambao wametumia gharama zao kuyajenga, lakini wanalazimika kwenda kuuzia kwenye masoko ya mjini. Hali ambayo inawapelekea wakifika kule wananyanyasika, wanatumia gharama kubwa kwa ajili ya kusafiri kwenda kuuza mazao yao. Kwa hiyo mimi nikaona kwamba endapo kama chama changu kitaniamini, kanikabidhi bendera hii nipeperusha ya kugombea ubunge katika jimbo hili la Ushetu, haya yote nitaenda kuyapambania. Haya yote nitaenda kuyasemea. Nitaenda kuibana serikali kuhakikisha kwamba wananchi wakulima wa tumbaku mazao yao wanauzia katika maeneo yao. Lakini kingine ambacho mimi kimenisukuma niweze kuomba nafasi ya ubunge, miundombinu iliyopo. Jimbo la Ushetu ni jimbo ambalo tuseme kwamba ni jimbo ambalo limetelekezwa. Ni jimbo ambalo ukiangalia miundombinu yake ni mibovu. Leo ukiambiwa kwamba kuna barabara ambazo ukitoka hapa tulipo kilomita 50 ni makorongo, yani ni njia ambazo hazipitiki. Lakini ukiangalia hili jimbo limeshikiliwa na Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu. Kwa mimi hiyo ikawa ni sababu nyingine ambayo imenipelekea mimi kwenda kuomba chama changu ili kiniamini. Kikishaniamini, wananchi wanipe ridhaa ili niende nikaisimamia serikali na kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwa ni miundombinu ambayo ni bora, ni rafiki kwao. Maoni yangu kuelekea uchaguzi kuhusu na tume huru ya uchaguzi. Kwanza tunataka uchaguzi wa huru na haki. Sisi tumejiandaa kwa ajili ya uchaguzi, lakini tunaomba serikali iliyoko madarakani, kwa sababu ndio muhimili mkubwa, tunaomba uchaguzi uwe ni wa huru na haki. Hatutaki zile mbwembwe ambazo zimefanyika kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Mtu anatangaza yule ambaye hajashinda. Lakini kutokana na hali halisi, sisi kama ACT Wazalendo tumeamua kuvaa
ili kuingia kwenye uchaguzi, na hatimaye tunahakikisha kwamba sisi lazima tutangazwe.